Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukane Rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Why are you sending small boys? Mimi nimekuheshimu sana. Pale Olokalao watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu Mlimani wasikupigie kelele waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to reconsider that political direction. I'll have to reconsider. Because hata wewe kwa sababu ndio mwenye kutumana Uhuru atukanwe, hata wewe ukija si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year umalize tamu yako, kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize, alafu tukuondoe kikatiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana Rais Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain. I'll have to evaluate. And I'll observe in the next few days hawa watoto na watumwa wakiendelea kutukana Uhuru, mimi mwenyewe nitatoa direction. Na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu Duale akisema ati Uhuru wanasikia wivu ati ile kazi imefanywa. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza sikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya Gen Z na kuwaua, unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu NHIF, unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu namna gani kama mtu ameharibu Kenya? Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima, William Ruto, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. He handed over to you peacefully. He handed over to you a stable country with a working education system, with a working health system, where there was peace and security. In 3 years, you have destroyed all that. Just leave him alone. Wachana na Baba Gena aendelee kupumzika nyumbani. Just leave him alone, because it's the right thing to do.